Mnamo Januari mwaka 2025, Lucy Wamaitha, mwanamke mwenye ndoto kubwa na mtumishi wa shirika moja la kijamii, aliondoka nyumbani kwao kuelekea kwenye safari ya kikazi. Hakujua kwamba hiyo ingekuwa safari yake ya mwisho. Sasa miezi miwili baadaye, mwili wake umepatikana katika mto Sagana, ukiwa umetupwa kwa namna ya kutisha, vipande vipande, kichwa kikiwa kimekatwa na mwili wake ukiwa umemwagiwa tindikali. Mama yake Nancy Mungai anakumbuka siku ya mwisho aliyozungumza na binti yake. Lucy alikuwa na msimamizi wake, mtu aliyepaswa kuwa mlinzi wake wa kazini. Kabla ya kuondoka, msimamizi huyo alikuwa akimpa taarifa kuhusu safari hiyo, jambo lililoleta hali ya utulivu kwa familia. Hakuna aliyedhani kuwa usiku huo ungegeuka kuwa jinamizi. Saa 1 jioni, simu ya Lucy ilizimika ghafla. Hakukuwa na ishara zozote za shida awali, lakini tangu muda huo hakusikika tena. Chanzo cha msukosuko wake kazini kilikuwa kimeanza miezi michache kabla ya safari hiyo. Lucy kwa ujasiri wake alikuwa amegundua ubadhirifu wa fedha katika shirika alilofanyia kazi. Alipowasilisha wasiwasi wake kwa wakubwa wake, mahusiano yake kazini yakaanza kuchafuka. Madai yanazidi kuibuka kuwa alikuwa akizozana mara kwa mara na wakuu wake. Je, ugunduzi wake wa wizi wa pesa ulitishia watu wenye nguvu? Je, alijua siri nzito ambayo wengine hawakutaka ifichuliwe? Msimamizi wake, ambaye alikuwa mtu wa mwisho kuonekana naye, anatoa maelezo yanayopingana. Mara ya kwanza anasema walikuwa pamoja hadi Lucy alipotoweka. Kisha baadaye anadai kuwa Lucy alishuka Thika kukutana na mtu aliyeendesha gari jeupe. Kauli hizi zimezua maswali mengi. Je, kweli Lucy alishuka kwa hiari yake au alisukumwa kwenye hatari? Mtu huyu wa gari jeupe ni nani? Wachunguzi wameanza kufuatilia nyayo zake za mwisho kwa umakini mkubwa. Rekodi za simu, video za usalama na ushuhuda wa mashahidi vinachunguzwa kwa makini. Lakini jambo la kutisha zaidi ni namna mwili wake ulivyopatikana. Kukatwa vipande, kumwagiwa tindikali na dalili za mauaji yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa ili kufuta ushahidi. Polisi wanasema huu ni ushahidi wa wazi kuwa mauaji haya hayakufanywa kwa bahati mbaya, bali ni njama ya kishetani ya kuficha ukweli. Je, mauaji haya yalihusisha watu wenye ushawishi? Je, msimamizi wake anajua zaidi anavyodai? Kwa sasa idara ya mauaji imechukua usukani wa uchunguzi huu. Wakiwa na ushahidi wa kutisha na maswali mengi yasiyo na majibu, wanapambana kuleta ukweli hadharani. Kilichompata Lucy Wamaitha ni onyo kwa jamii nzima kuwa si kila safari ni salama na si kila mwajiri ni mlinzi wa wafanyikazi wake. Ukweli unakaribia kufichuka, lakini swali linabaki: je, haki itapatikana kwa Lucy au siri hii itazikwa milele? Mimi ni Kapteni Nyota.